Tutaangalia pia katika tafsiri hiyo. Na mwisho ni kile kituo cha 6 ambacho kinatuhusu mno pia katika safari ya ongofu ambayo tangu juzi tulikuwa tunazungumza, nikisema kwamba tufate ile tunapoimba ule wimbo, tufate njia ya nini? Ya msalaba. Tuifate wapi? Mpaka Kalvari. Kituo cha 6 kina maana gani? Kwa hiyo kesho tutazungumza hivyo ikiwa tutakuwa hai, kwa sababu kuishi ni leo. Kuishi ni leo. Ikiwa Mungu ataruhusu kwa kesho, basi tutazingatia hayo. Lakini leo tuangalie kituo cha 3. Kituo muhimu sana. Baada ya kuangalia vituo viwili vya kwanza na cha kwanza na cha pili, kituo cha 3. Kituo cha 3 kinasema maneno gani? Kituo cha 3 kinasema Yesu anaanguka kwa mara ya kwanza. Kwa mara ya kwanza. Na uketi. Na anasema, kwa sababu muda sio rafiki sana, na anasema Yesu anaanguka kwa mara ya kwanza. Na tafakari nyingi sana, nisikilizeni wapendwa, na tafakari nyingi sana tunasema kwa sababu ya udhaifu wa mwili Yesu anaanguka. Na katika tafakari tunaposoma anasema Yesu nisaidie kwa sababu na mimi pia katika ile dhambi za ulegevu wa mwili nafanya nini? Na mimi naanguka. Lakini tutofautishe hapa kuanguka kwa Yesu na mimi na wewe tunavyoanguka. Ni vitu viwili tofauti. Kuanguka kwa Yesu na mimi na wewe tunapoanguka katika dhambi za ulegevu, tunapoanguka katika udhaifu. Kristo yeye alielemewa na ule mzigo wa msalaba, akaanguka. Msalaba ambao ulikuwa ni mzito kwa sababu ya dhambi zangu na zako. Uzito wa dhambi, sio dhambi yake. Kwa sababu maandiko yanasema japokuwa yeye aliishi kama binadamu, lakini hakutenda dhambi. Hakutenda dhambi. Kwa hiyo kilichomwangusha Yesu si udhaifu wa mwili wake, si dhambi yake, kwa sababu yeye hakuwahi kutenda dhambi, bali dhambi zako na zangu ndizo zilizomwangusha. Maana yake ni nini wapendwa? Maana yake ni kwamba kila mmoja, hata baada ya kukiri uongofu, baada ya kukiri, tunaposafiri katika hii, kama nilivyosema, tunapokuwa katika majilio na tunaposhiriki ibada ya njia ya msalaba, wapendwa, ambao juzi na jana mlikuwepo, niliwaambia lengo la kutafakari, lengo la kuchukua haya masomo ya njia ya msalaba itusaidie tunapofanya njia ya msalaba, tutembee kiroho zaidi, tutafakari kiroho zaidi kuliko ambavyo huwa tunaimba kama kasuku bila hata kutafakari. Ukimwambia vipi mtu ametoka njia ya msalaba Ijumaa na bahati mbaya umemkanyaga, vipi? Utatabasamu, utamwambia bwana, ndugu yangu pole. Yaani wewe ambaye amekukanyaga utamwambia pole yule aliyekukanyaga kwamba bwana pole ndugu yangu, najua kama unasikia kama umekanyaga kisiki, lakini ni mguu wangu, pole sana, pole sana. Ama utakuwa kama yule rafiki yangu Mkuria, yule ambaye alipomkanyaga mtu akamwambia bwana samani umekanyaga, akamwambia siondoa mguu. Sasa anaondoaje mguu wake wakati umemkanyaga wewe mwenyewe? Unafanya nini basi? Vipi? Umetoka njia ya msalaba, tuifuate mpaka Kalvari, na unapita pembeni, unakuta yule mama unayemdai 5,000 yako anakula chips na kuku, na unampigia, anaangalia simu yako, anaiminya na yuko pale, au anaipokea na anamwambia bwana samani niko kwenye kikao chenyewe ni chips na kuku, au anakuambia samani bwana tutaonana kesho kwa sababu niko Mbagala Kiburugwa, lakini Mbagala Kiburugwa unamuona pale. Vipi? Utamwambiaje? Utamfuata bwana, habari za Mbagala Kiburugwa, usijali ndugu yangu,
Usijali, kula kwanza. Wewe ni muhimu zaidi, ni muhimu. Yawezekana una njaa, shiba tu, usijali. Ukipata utanipa, utamwambia hayo zaidi, utamvalia ndo Mbagala hapa. Mwanamke una haya wewe, mtafanyaje?